Haijalishi utoto wako ulikuwaje. Aidha ulipitia wakati mgumu wakati unakuwa, ulipitia kwenye hardship, mazingira magumu, ama ulipitia wakati mzuri tu ambao ulikuwa na enjoy, kila kitu kiko available na everything kinapatikana. Sisi wote kwa pamoja lazima kuna vitu ambavyo lazima tuvishinde ili kuja kupata matokeo tunayotaka. Kama unasikiliza podcast za kujijenga ama video kama hii hapo uko na mimi sasa hivi, hii inamaanisha kabisa moyoni mwako unajua kwa sababu mimi nastahili zaidi ya hii hatua nilionayo kwenye maisha yangu 100%. Na kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukumbuka ni hivi: jinsi unavyofikiria nafsini mwako, hicho ndio kitu ambacho kitakuwezesha kufika next level. Fikiria kwamba you don't deserve situation nilionayo, it's okay, you will not go there. Lakini ukifikiria like I deserve to go somewhere, kuna sehemu natakiwa niifike, na ukawaza nafsini mwako, hivyo ndivyo maisha yako yatakavyo reflect. Kwa sababu hivi jinsi anavyowaza mtu nafsini mwake ndivyo maisha yake yalivyo. Kwa hiyo ukianza kuwaza kwamba mimi hapa hii stage niliyopo sistahili kuwa hapa, nastahili kuwa next level stage, trust me 100% utatoka kwenye stage uliopo kwenda next step. Capabilities ama uwezo wetu binafsi ndio umetufikisha tulipo hapa. Lakini kama tunataka kutoka hapa tulipofika kwa juhudi na capability na uwezo tulionao na nini, elimu, exposure na everything, ukitaka kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, lazima upate leverage nyingine ama kitu kingine kitakacho kupandisha kutoka hapo kwenda nyingine. Na hicho kitu ni the way unavyofikiri kichwani kwako kwamba okay, am I deserving? Mimi nastahili. Ukiwaza kama unastahili kufika hapo, lazima utatamani kuwa karibu na watu ambao wanawaza kule unakokwenda, ama tayari wako kule, ama watu ambao wanaelekea kule, ama watu ambao tayari wameshafanya vikubwa zaidi ya ambavyo level yako lipo. Hapo ukaanza kukop na vile ambavyo wanafikiria, namna wanavyoact, namna wanavyofanya, itakutoa kwenye level moja kwenda next step.